Niambie basi kama utakuwa umekumbuka sehemu ya 70 ilishia wapi kuelekea sehemu ya 71 ya tamthilia yetu ya Choice, lakini pia niambie katika sehemu ya kwanza kabisa ya Choice, sehemu ya kwanza ni vitu gani unavikumbuka? Unakumbuka hivi? Sikia sasa. Sehemu ya 71 ya tamthilia ya Choice na kurudisha nyuma zaidi katika kutazama na kuichambua sehemu ya kwanza ya Choice tangu ilipoanza mpaka kufikia wakati sehemu ya 71, na nikwambie kwamba sehemu ya 71 kuna kitu ambacho kipo ambacho nakuja kukielezea sasa hivi. Kwa wewe ambao ulikuwa ukisubiria sehemu ya 71, kuna kitu ambacho nakuja kukueleza kwa hivi sasa. Kwa hiyo usiondoke, endelea kusikiliza hiki mwanzo mpaka mwisho, alafu utaelewa kitu gani ambacho kinachohusisha sehemu ya 71 ya tamthilia ya Choice, ili uweze kutafakari na kuweza kukumbuka mbali zaidi. Sasa kabla sija kueleza kitu gani ambacho kipo katika episodi ya 71 ya tamthilia ya Choice ambayo umekuwa ukiendelea kuitazama kuanzia sehemu ya 70 na kusubiria sehemu ya 71 ukiendelea kuisubiria zaidi. Sasa nisikilize kwanza, nikupatia maelekezo, alafu utajua ni kwa sababu gani nimekuambia kwamba kuna kitu ambacho kinaitwa sehemu ya 71 cha Choice. Lakini kwanza ninaanza kukupa nukuu ama kumbukumbu fupi ya episodi ya kwanza, pale ambapo sehemu ya kwanza ya Choice ilipoanzaga. Sehemu ya kwanza tamthilia ya Choice ilianzia wakati ule ambao King Noel yani Bryden akiwa pamoja na Clara mke wake kipenzi, na pembeni alikuwa yuko Camilla ambaye alikuwa amekuja kuitembelea familia ya mzee Bryden na kumkuta Clara akiwa ni mjamzito. Unaona bwana. Sasa wakati ambao King Noel yani Bryden anamuaga mpenzi wake Clara ili King Noel yani Bryden aende kazini, unaambiwa kwamba mke akaanza kuonesha madeko na kuweza kumwambia kwamba mume wake aweze kumuaga mtoto kisha ndo aende kazini. Sasa kile ambacho alichokuwa kikifanya mtaalam Bryden kilizidi kuleta tafakuri na hisia mseto. Kwa sababu gani? Unajua, kwa sababu kile kitendo ambacho alichokifanya Bryden katika kumuaga mtoto ambaye alikuwa yuko tumboni, yani imagine mke anamwambia mume wake kwamba aweze kumuaga mtoto ambaye mtoto kwa wakati huo bado hajazaliwa, bado yuko tumboni. Unaona bwana. Sasa Bryden kitu ambacho alichokifanya ni kitu ambacho kiliweza kushangaza zaidi, na huenda watazamaji waliweza kucheka kama sio kufurahi katika kile kitendo ambacho alikifanya Bryden. Wakati huo Clara akifurahia kitendo ambacho Bryden aliweza kukifanya kwa mtoto aliye tumboni. Wakati anamuaga mke wake Clara, Bryden alipiga magoti mawili chini, goti moja likawa liko juu, kisha akakamata tumbo la mke wake. Baada ya kulikamata tumbo la mke wake Clara, basi Bryden akaanza kusema kama ifuatavyo kwamba anamuaga mtoto wake aliyoko tumboni, na kuomba sana usimsumbue mama yako ambaye usicheze sana, usirukeruke sana ukamsumbua mama yako. Mimi naenda zangu kazini, mbakie salama, ninawaacha salama nini, mkae mko poa, muendelee kufurahi nini, mwishi maisha bora. Mimi naelekea kazini, alafu nikija kurudi mambo yatakuwa yako fresh kabisa. Unajua mimi naenda kazini kutafuta chochote, naenda kutafuta kazini kwa ajili yenu nyinyi watu wawili. Naona bwana, ili muweze kupata chochote kitu, maisha yaweze kusonga mbele, uweze kupata maisha matamu. Najua tena, naona bwana, uweze kuenjoy, uweze kula maisha mazuri, uweze kula bata, uweze kuspend. Unaona bwana. Wakati anaongea maneno mazuri kwa mtoto aliyetumboni, unaambiwa kwamba Clara ambaye ni mke wa Bryden, yeye alikuwa akichekacheka tu kama unaona bwana, alikuwa akifurahi tu pale na kuona kumbe mume wake anaijali sana familia. Ikumbuke hii ilikuwa ni episodi ya kwanza kabisa, wakati ambao episodi imeanza mwanzo. Nimeona nikukumbushe katika kile ambacho kilichoanza mwanzoni kabisa. Basi unaambiwa kwamba baada ya kuwa ameongea maneno matamu mazuri huko amelishika tumbo la mtoto, basi alichokifanya Bryden alisimama na kuweza kumfuata mke wake Clara na kumsogelea usoni mwake na kumwambia, je, mke wangu, umefurahi katika hiki ambacho nimekitenda, nimekizungumza?
Unaambiwa kwamba bila Iana, Clara na mke wake na Bryden alionyesha kufurahi kwelikweli na alionyesha kupendezwa na kile ambacho kimefanywa na mume. Unaona bwana, kwa kiwango kikubwa zaidi aliweza kufurahi sana mke kwa kile ambacho mume aliweza kukifanya, kuweza kushika tumbo na kuongea yale maneno. Unaona bwana. Sasa baada ya kuwa ameondoka Bryden, akawa amebaki mwanamke wake. Sasa kuna binti mmoja ambaye anaitwa Camilla bwana, katika episodi za mbele kumbe ilikuja kubainika kwamba Camilla pamoja na Bryden walikuwa wako katika mahusiano hayo bwana, yalikuwa ni mahusiano ya kimapenzi, ambapo hapo mwanzo walikuwa na mahusiano. Basi hayo mahusiano bwana yaliweza kuishia njiani baada ya kuwa Bryden ameweza amemwoa Camilla, lakini Camilla amemwoa Clara, lakini Camilla yeye alikuwa ni rafiki yake na Clara. Kwa hiyo licha ya kuwa amemwoa na kuishi kama mke na mume, lakini pia aliweza kuwa na urafiki wa ukaribu pamoja na Clara. Wakawa ni watu ambao wanashare mazungumzo, lakini pia wanaalikana nyumbani kwa ajili ya kuzungumza mawili matatu. Sasa Bryden alikuwa amesafiri. Baada ya kuwa amesafiri akawa amerudi, na kwenye kurudi kwake sasa akamkuta Camilla amekuja kumsalimia Clara. Sasa kwa sababu watu wawili walikuwa na mahusiano, Camilla akaona si vyema aendelee kukaa tena, kwa sababu kile ambacho akukidhania katika maisha yake kama kinaweza kutokea kimetokea. Camilla kumbe alikuwa na mahusiano na Bryden, lakini pia Clara alikuwa alitambui hilo. Baadaye akawa ameondoka Camilla, na mahusiano kati ya Bryden na Camilla akawa ameishia pale, japokuwa Camilla alihitaji zaidi kuendelea katika hayo mahusiano, lakini Camilla kuhitaji tena mahusiano hayo yaweze kuendelea, kwa sababu yeye alikuwa ameamini kwamba amefika ukomo katika kuendeleza mahusiano kati ya Camilla pamoja na Bryden, yani King Noel. Basi unaambiwa kwamba katika episodi hiyo ilianza kuchangamka hapo, na mambo mengi makubwa mazuri yalianzia hapo katika episodi ya kwanza. Hapo ndipo sasa jinsi ambavyo Clara alizidi kuendelea kumsumbua zaidi, kumsumbua Bryden, na kama jinsi ilivyo wa kina mama wajawazito wanapokuwa katika hali hiyo, kuna madhila mengi huwa wanayapitia, na katika kuyapitia madhila mengi, moja kati ya madhila ambayo huwa yanazungumzwa zaidi ni pamoja na hali ya kujisikia vibaya kwa wanawake wanaoshika ujauzito. Kila mtu anakuwa na changamoto zake, lakini changamoto ambayo alikuwepo nayo huyu Clara ilikuwa ni changamoto ya kudeka sana. alikuwa akideka sana kwa mume wake King Noel, yani Bryden, na kiasi kwamba mpaka mume akawa anaona sasa hii ni kelo, kudeka kunakuwa kumezidi, lakini pia wivu uliopitiliza ukawa umezidi kwa Camilla kwenda kwa mume wake. Unaona bwana. Kwa hiyo nimekukumbusha tu katika episode ya kwanza yale ambayo yaliweza kutokea, na wewe pia kama kutakuwa kuna kitu ambacho sijakizungumza ambacho kinahusiana na episode namba 1, pitia katika episode namba 1 alafu utoe maoni yako. Je, kitu gani kingine ambacho ulikiona ukadhani kwamba kingeelezewa ingemanta zaidi na ingekuwa shanta? Basi mimi nikushukuru sana kwa muda wako kuniachia, kuniazima masikio yako kwa muda, lakini pia macho yako kuweza kutazama, na kushukuru sana. Lakini pia nikuombe ucomment, pia ushare video hii hapa na wengine waone, lakini pia usisahau kusubscribe. Chini ya video hii kuna neno limeandikwa subscribe. Ukilibonyeza utakuwa ni mmoja kati ya watu ambao mtakuwa mkipokea notification, mtani wa notification kwa ajili ya kuweza kupokea taarifa mpya kila wakati. Wakati huu bwana, nikutakie wakati mwema hadi wakati mwingine. Bye bye.